Waislamu shikamaneni na swala, Waislamu shikamaneni na swala na wale ambao kwamba imemiliki mikono yenu. Huu ndio ulikuwa wasia wa mwisho wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaondoka duniani, anahusia umma wake washikamane na hii ibada ya swala. Swala ambayo kwamba ma'al asafi shadid, majumba mengi ya Waislamu leo hii hawaswali. Utampata baba na swali, mama haswali, baba na swali, mama na swali, watoto hawaswali. Utapata nyumba nzima ya Waislamu wana majina makubwa, majina mitume wa Allah, lakini wako mbali na wasia wa mwisho wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan. Macho yenye kutokwa na machozi na nyoyo ni zenye kuhuzunika, umma kujiweka mbali na wasia wa mwisho wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, uzito wa ibada ya swala, ukitizama nguzo tano za Uislamu, swala ndio nguzo ambayo kwamba ina sifa kipekee. Tukiwacha shahada kisha swala kisha zaka si kila mtu yule mwenye uwezo, na anatoa kwa mwaka mara moja mwenye uwezo. Tukija katika saumu ya Ramadhani, si kila mwaka ama si kila siku. Saumu ya Ramadhani ni kwa mwaka mara moja, na labda Ramadhani imekuja wewe mgonjwa, unaambiwa kula, utalipa. Huwezi kufunga, toa fidia. Ukija katika ibada ya haji, si ya kila mtu, ni ya mwenye uwezo, na ufaradhi wake ni kwa umri wako mara moja. Lakini nguzo ya swala haina udhuru. Huwezi kuswali kusimama, swali umeketi. Huwezi kuswali umeketi, swali umelala, haina udhuru. Udhuru ni mbili: umesahau ama umepitikiwa. Hata katika vita Mwenyezi Mungu alitufunza kwenye Qur'ani swala ambayo kwamba wanazuoni wa fiqh wanaita kwa salatu khawf, swala ya hofu. Hawa wakiwa mbele, hawa wakiwa nyuma, hawa wakisujudu, hawa wamesimama na silaha. Lau swala ingepata mahala ipatiwe udhuru, basi ingekuwa ni katika vita, kwa sababu